Askofu Zefania Ntuza wa Dayosisi ya Victoria Nyanza, Kanisa Anglikana Tanzania, ameongoza adhimisho la ibada ya misa takatifu katika kanisa la Mtakatifu Nikolao, parishi ndogo ya Nyehunge, Buchosa, mkoani Mwanza. Ibada hiyo ilifanyika Jumapili tarehe 26 Julai mwaka huu 2026, SB ya 9 baada ya Pentekoste. Lakini inapofika kumtolea Mungu, kuifanya kazi yake, tunarudi nyuma. Roho wa Mungu anasikitika. Na ndio maana anasema anaweza kuruhusu. Anasema kisoma Hagai, nikaleta hata joto. Kwa hiyo akileta joto utaumiza vitu vingi. Wewe uchoyo wako, Mungu anaamua kutoa adhabu. Utakuta hata mifugo haitapata maji, nyasi hazitamea vizuri. Kumbe uliyesababisha ni wewe. Yawezekana Mungu amekuangalia akasema, mbona amekubariki vitu vingi, mbona kipato unacho kikubwa, lakini kwa nini unashindwa kumtolea Mungu? Reverend Father Vicente Masimosia, kasisi wa parishi hiyo, amesema kanisa linaendelea na kazi ya kukamilisha jengo la darasa la malezi ya watoto, yani daycare, ibada za kila siku, pamoja na kuanza hatua za ujenzi wa kanisa la kudumu mahali hapo. Mahudhurio ya waumini yameongezeka kufikia kwa wastani waumini 25. Idadi hii inapanda na kushuka, lakini kwa wastani average yake ni watu 25 kwa watu wazima, wakati mahudhurio ya watoto kwa mafundisho yamefikia wastani wa watoto 30, ambapo kwa idadi yao jumla wanafika watoto 46. Tumeendelea kuwa na ratiba za ibada na mafundisho katika wiki. Katika hatua nyingine, Askofu Ntuza aliipokea, kuibariki na kuikabidhi pikipiki mpya kwa kasisi wa parishi hiyo iliyonunuliwa na kikundi cha kusaidia huduma ya umisheni kinachoitwa G5. Tangia tuanze kufanya nao wamefanya mambo makubwa. Na kuna parishi kama 2 ambazo waliweza kununua pikipiki na tukakabidhi kwa wachungaji. Eneo mojawapo ni Hungumaru, hiki kikundi kilipeleka pikipiki, na eneo la pili ni Archdeaconry ya Geita, parishi ya Kasota. Hiki kikundi vile vile kiliweza kununua pikipiki na kupeleka. Hii ni ndani ya mwaka huu, na leo tunakabidhi pikipiki katika parishi hii ya Nyehunge, na pikipiki yenyewe ndio hii. Ninaomba waumini sasa tushangilie kwa makofi. Mwenyezi Mungu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya watumishi wako ambao umekuwa ukiwagusa kufanya kazi kubwa katika dayosisi hii. Na leo tunakabidhi pikipiki hii ambayo tunaiweka wakifu kwa ajili ya matumizi kwa parishi hii ya Nyehunge. Mungu, mtumishi wako atakapoitumia pikipiki hii, tunaomba ukambariki, akaendelee kutafakari ukuu wako. Lakini kipekee watu wako hao wamejitolea fedha, na tunaomba Mungu ukawabariki. Wamefanya kazi ambayo ni kubwa sana, na leo tunapoikabidhi, Mungu ikafanya kazi sana mapenzi yako. Tunaiweka wakifu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tumshangilie Mungu kwa makofi. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kimsingi nimetekewa, nisiwe na maneno mengi zaidi ya kusema asante kwa namna ambavyo mnaisupport kazi ya Injili katika maeneo yetu haya ya umisheni. Na nimeona sasa majibu ya moja kwa moja katika matazamo na mawazo tulionayo ya kupeleka Injili kwenye maeneo mengine. Mawazo yetu sasa yatakuwa yanatekelezeka kwa wepesi, na hivyo kwa niaba ya kanisa tunasema asante, na Mungu atusaidie tuifanye kazi ya uinjilisti. Asante sana. Akizungumza kwa niaba ya wanachama wa kikundi cha G5, wakili Amos Gondo, naibu msajili Kanisa Anglikana Tanzania na msajili wa Dayosisi ya Victoria Nyanza, alisema kikundi hicho kimelenga kusaidia hasa huduma katika maeneo ya umisheni. Ni kikundi ambacho tumeamua kusapoti umisheni ndani ya Dayosisi ya Victoria Nyanza, na kazi yetu kubwa na jukumu letu kubwa ni pale ambapo kwa namna Mungu atakavyotujalia tunaona kuna uhitaji wa jambo fulani, basi tunajikusanya kulingana na vipato vyetu, basi tuna support. Nikiarifu kutoka hapa katika kanisa la Mtakatifu Nikolao, Ukiligulu, kata Nyehunge,
halmashauri ya wilaya ya Buchosa mkoani Mwanza. Kwa sasa hatua za kujenga kanisa la kudumu zinaendelea, wakati waumini wakitumia jengo la muda. Mimi ni Michael Woga.